Mwaka 2025 huenda ukawa ni mwaka mbaya katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni kutokana na migogoro iliyoibuka tangu mwaka 2023. Migogoro ambayo imeingiza mataifa mbalimbali katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Migogoro mikubwa Migogoro hii ilianza kutokana na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo lilisababisha mapigano ya karibia miezi 15, ambapo mwezi Januari usitishaji wa mapigano ulianza taratibu, lakini hata kabla usitishaji huo mapigano haujakamilika, yalizuka mapigano mapya kati ya jeshi la Israel kushambulia nchi ya Palestine, hasa katika ukanda wa Gaza. Lakini pia Hamas, ambalo ndio kundi lengwa katika mapambano hayo, liliamua kurejesha mashambulizi dhidi ya Israel. Kadhalika upande wa Yemen kumekuwa na mashambulizi ambayo yalianzishwa na Marekani pamoja na Uingereza mnamo siku ya Jumamosi, ambayo nayo yamesababisha kutofautiana kati ya kundi la wapiganaji la Wahouthi kutoka nchini Yemen dhidi ya meli za Marekani, ambapo Marekani imekuwa ikilaani juu ya kile kilichokuwa kikifanywa na kundi hilo la wapiganaji la Kihouthi. Kadhalika ni katika eneo la Syria, moja kati ya maeneo ambayo yameonekana kuwa na hali ngumu na mbaya katika Mashariki ya Kati ni eneo la nchi hii ya Syria. Kumekuwa na mapigano ambayo yalimuondoa madarakani rais wa zamani wa taifa hilo Bashar al-Assad, lakini hata baada ya kuingia madarakani kwa wapiganaji wa HTS chini ya Mohamed al-Shara, bado kumekuwa na kutoelewana baina ya wanasiria wenyewe, lakini pia pamoja na makundi ya wapiganaji likiwemo kundi la PKK ambalo lilipambana na Waturuki, lakini pia kulikuwa na makundi mengine ambayo yalikuwa yakimuunga mkono rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad, ambalo limetoka katika eneo la Alawi. Lakini pia ni juu ya Israel kuendeleza mashambulizi nchini Syria na hasa kushambulia maeneo ya kijeshi ya Syria, na mpango wake ilikuwa ni kuhakikisha Syria haiwi na silaha za maana za mapambano, kadhalika kuendelea utekaji wa maeneo na kukiri kwamba haitaondoka katika maeneo hayo ya Syria. Lakini migogoro hii pia inaisukuma Iran. Iran ni moja kati ya mataifa yaliyotajwa kutetea katika makundi ya wapiganaji. Kwanza kulitetea kundi la Hamas ambalo linapambana na Israel, kadhalika na kupambana na kulisaidia kundi la wapiganaji wa Kihouthi, na ndio maana Marekani imelichukua kundi hili la Wahouthi kuliita kundi la kigaidi linalofadhiliwa na Iran. Hata hivyo, katika kipindi hiki Iran inakabiliwa na mgogoro wa nyuklia. Ni mgogoro ambao wakati huu rais wa Marekani, hata wakati akiwa katika kampeni zake, aliapa kwamba lazima watashambulia miundombinu ya nyuklia ya Iran hadi pale Iran itakapohakikisha kwamba haiongezi urutubishaji wa uranium katika taifa hilo. Inadaiwa kwamba Iran imerutubisha hadi 60% ya uranium, ambayo inadaiwa kwamba huenda ikatengeneza mabomu 4 hadi 6 ya nyuklia. Kuanzia Oktoba 26 mwaka 2024 hadi Februari 2025, maafisa wa Israel walionyesha imani isiyokuwa na kifani na ya wazi kuhusu uwezo wao wa utayarifu wa kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran. Na hii ni kutokana na amri pamoja na mawazo ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Kadhalika walionyesha hisia kwamba watakuwa na uungaji mkono kwa rais wa Marekani Bwana Trump kwa hatua yoyote mpya na kubwa, huku wengi wakidokeza kuwa inaweza kutokea mapema mwaka 2025, kumaanisha kabla ya sasa. Hata baada ya kuingia madarakani kwa Trump, waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz alituma barua kwa waziri wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth akimwambia kwamba mpango wao wa kuishambulia Iran katika maeneo ya nyuklia upo mbioni. Maafisa hao walikuwa na sababu waliotaja kwamba waliziona ni nzuri. Wakati wa kampeni za uchaguzi, Trump aliidhinisha waziwazi Israel kugonga mpango wa nyuklia wa Iran mara nyingi iwezekanavyo, ikiwa ilifanya hivyo kabla siku za uchaguzi. Hata hivyo, mara tu alipoingia, alisisitiza mara kwa mara matumizi ya nguvu ya Israel kutetea kwa sauti kubwa makubaliano ya kidiplomasia. Miezi kadhaa iliyopita, bila msingi hakuna kilichotokea kati ya Trump na Iran, huku Israel ikikaa pembeni kwa subira, huku maafisa wengi wa juu wakionekana kupoteza hisia zao za uharaka au hisia zao kwamba Trump
angeiruhusu Israel kuchukua hatua za hivi karibuni. Siku ya Jumatano alifichua Rais Trump kwamba ameipa Iran muda wa miezi miwili kukata mkataba mpya wa nyuklia, kuchukua nafasi ya mkataba wa mwaka 2015 ambao mara nyingi umesambaratika. Muda mfupi baadaye ilifichua kuwa nchi zinazoongoza za Ulaya kama Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, ambazo zinafahamika kama E3, ziliipa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi Juni kufikia makubaliano kabla ya kukabiliwa na vikwazo vya haraka vya kimataifa, na inaweza kuonekana kuwa sasa meza imewekwa. Lakini kutokana na hayo yote, Iran yenyewe inasema nini? Iran kupitia kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei amedai kwamba hatotishwa na vitisho vya Marekani na kwamba barua yake iliyojaa vitisho wala hakuwa na mpango na barua hiyo na hakuogopa chochote ambacho kimeelezwa kwenye barua hiyo, akijinadi kwamba wamejipanga kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na taifa lolote ambalo litakuwa ni hasimu kwa upande wao. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, imesema kwamba wanaohusika na masuala ya sheria na kimataifa wamesema kuwa mazungumzo yao na mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA Rafael Mariano Gross yalikuwa ya wazi na ya maana. Kazim Gharibabad, naibu waziri wa mambo ya kigeni, aliandika hayo katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X na kuongeza kwa kusema kwamba nimekuwa na mazungumzo ya wazi yenye kujenga na mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, na katika mazungumzo hayo kumejadiliwa mambo mengi ukiwemo ushirikiano kati ya Iran na IAEA juu ya utatuzi wa masuala mawili yaliyosalia: usalama wa vituo vya nyuklia na matukio mengine ya hivi karibuni yanayohusiana na mradi wa amani wa nyuklia wa Iran na kuondolewa vikwazo. Iran na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA ni pande mbili zenye historia ndefu ya ushirikiano unaoziwezesha kutatua tofauti chache zilizopo, mradi tu mashinikizo ya kisiasa ya nje ya wakala huo yasiwepo. Kinachoharibu misimamo ya kugongana na IAEA ni madola ya kibeberu kutoruhusu wakala huo kuchukua msimamo huru ya kiutaalamu isiyokuwa na upendeleo na iliyoko mbali na mashinikizo ya kigeni. Hata hivyo, waziri wake wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba kutokana na barua iliyotumwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, bado wanaendelea kuichunguza na watajibu barua hiyo. Waziri huyo amesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaijibu barua ya rais wa Marekani Donald Trump katika siku zijazo kupitia njia zinazofaa. Araghchi ametoa maelezo hayo alipokuwa akizungumza kwenye kipindi cha moja kwa moja katika chaneli ya pili ya shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB siku ya Alhamisi, na amebainisha kuwa hatua za kidiplomasia kutoka kwa Marekani inajumuisha barua ambayo ina ombi la mazungumzo. Amesisitiza kuwa sehemu ya Jamhuri ya Kiislamu ni wazi: hatutashiriki mazungumzo ya moja kwa moja chini ya mashinikizo, vitisho au vikwazo vinavyoongezeka. Kutokana na hali hii, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda kukaibuka vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati, vita ambavyo huenda vikasimamiwa na Marekani pamoja na mataifa yanayojiita E3 kwa maana ya mataifa ya Ulaya ambayo ni Marekani, Uingereza na Ujerumani. Mtazamaji, bila shaka kuna jambo kubwa umelielewa juu ya hiki ambacho kinaenda kutokea katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwanza, mapigano yanayoendelea baina ya Hamas pamoja na IDF, jeshi la Israel, lakini pia ni pamoja na mapambano makali yanayoendelea kati ya ndege pamoja na makombora ya kivita ya wa Marekani na Uingereza dhidi ya kundi la Kihouthi ambalo nalo linatumia makombora yake na ndege zisizokuwa na rubani kufanya mashambulizi, kwanza katika meli ya Marekani ya USS Harry S. Truman, lakini pia kurusha makombora yake ya Palestine 2 ndani kabisa mwa taifa la Israel. Usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.